Ni nusu fainali ya kombe la CRDB ndani ya Tanzania. Ni Dar es Salaam Africans dhidi ya JKT Tanzania kwenye dimba la Mkokwani hii leo majira ya saa 10 kamili za jioni. Na tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia mwalimu Miloud Hamdi wameshaandaa jeshi ambalo linakwenda kupambania moja kwa moja, yani kupambania alama za kwenda moja kwa moja hatua ya fainali. Yani inahitajika tu muweze kupata ushindi ili muende fainali. Hivyo tayari kwa upande wa mwalimu ameandaa kikosi chake hapa ambacho tutakwenda kuangazia hapa. Lakini kabla sijakwenda kuangazia hapa kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia hapa kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga ambacho kitaanza moja kwa moja kwenye mchezo siku ya hii leo. Kwa upande wa golikipa moja kwa moja yuko golikipa Djigui Diarra. Kwa upande wa golikipa Djigui Diarra tunafahamu ni moja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimili mkubwa ndani ya kikosi cha Yanga. Ni moja ya golikipa ambaye amekuwa anacheza hatari zote. Ni golikipa ambaye amekuwa mzuri kwenye mipira ya juu, lakini pia hata mipira ya chini, lakini pia hata ukienda kumtazama mguuni yuko vizuri kweli. Hivyo ni ngumu kuweza kupata golikipa wa namna hii, na hata ukitazama magolikipa waliopo ndani ya klabu ya Yanga ni ngumu kumweka bench Djigui Diarra. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Israel Patrick Mwenda tumeweza kuona namna ambavyo tangu ameingia ndani ya kikosi, namna ambavyo amekuwa akionyesha ubora wa hali ya juu kwa mechi za hivi karibuni. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli. Ni mchezaji ambaye mara zote utaona namna ambavyo amekuwa anajituma, namna ambavyo akipata nafasi hivyo moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto moja kwa moja yupo Nixon Kibabage. Nixon Kibabage tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Ni mchezaji ambaye amekuwa pia ni muhimu kwa mechi za hivi karibuni, na kwa upande wa klabu ya Yanga wanajua ni namna gani hasa ambavyo wamekuwa wanacheza kwenye michezo yote na kile ambacho wamekuwa wanakihitaji kwenye kila mchezo. Hivyo moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la mabeki katikati yupo nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa mechi za hivi karibuni ni kama hivi, tayari kwa upande wa Miloud Hamdi ameanza kumwamini na kuona kwamba ni beki ambaye anastahili kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza kulingana na kile ambacho amekuwa anakionyesha. Hivyo kwa upande wa Bakari Nondo Mwamnyeto atakuwepo kwenye eneo hilo akiongoza kwenye eneo hilo la ulinzi. Wakati huo pia Dickson Job moja kwa moja naye pia atasimama kwenye eneo hilo la ulinzi akisaidiana na Bakari Nondo Mwamnyeto kulingana na kile ambacho mwalimu anakitizama, kulingana na aina ya mechi na kile ambacho anakihitaji kwenye mchezo husika. Hivyo moja kwa moja ameona ampe nafasi kwenye eneo hilo. Wakati huo pia kwenye eneo la viungo wawili wa chini moja kwa moja atacheza Duke Abuya. Kwa upande Duke Abuya tumeweza kuona kwenye mechi za hivi karibuni amekuwa ni mchezaji ambaye ni muhimu kweli. Ni mchezaji ambaye amekuwa anaaminiwa kulingana na kile ambacho anakuwa anakionyesha. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atasaidiana vizuri kabisa pamoja na Khalid Aucho kulingana na kile ambacho mwalimu anakitizama. Maana kwamba hii leo Duke Abuya pamoja na Khalid Aucho atacheza kwenye eneo hilo la chini. Maana kwamba kuna wakati Duke Abuya atakuwa akisogea zaidi kwenye eneo la juu. Wakati huo pia kiungo mshambuliaji yuko Stefan Aziz Ki. Kwa upande wa Stefan Aziz Ki tunafahamu ni mmoja mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi. Amekuwa ni mchezaji ambaye ana assist, lakini pia amekuwa anafunga, lakini pia hata mipira iliyokufa amekuwa ni mchezaji ambaye ni muhimu ndani ya kikosi hicho. Wakati huo pia Max Nzengeli moja kwa moja atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kulia. Max Nzengeli huyu ni key kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Utamwona kwenye eneo la pembeni, utamwona pia kwenye eneo la kiungo. Hivyo ndivyo ambavyo Miloud Hamdi anamtumia kiufundi. Ni mchezaji ambaye anaongeza idadi kwenye eneo la wachezaji wa katikati. Wakati huo pia Clement Mzize atatokea kwenye eneo la pembeni kushoto. Clement Mzize, lakini pia yeye kwa upande wake atakuwa anaongeza namba kwenye eneo la kushambulia pamoja na mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube ambaye moja kwa moja ataanza kwenye eneo la mshambuliaji wa mwisho. Prince Dube tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa